Naona kuna baadhi ya watu wameumia hapa. Tunataka kufahamu labda kitu gani kinachoendelea katika maeneo haya. Anaitwa Maria Makaa, ni mwenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wa Kinondoni. Kinachoendelea hapa kimsingi hata nyinyi mmekiona. Ni katika hatua za mwanzo za kuwapa huduma ya kwanza viongozi wetu wakuu wa chama ambao walifika mahakama ya Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu. Lakini baada ya kufika mahakamani walizuiliwa getini kuingia. Walipozuiliwa getini kuingia wakaondoka kwenda upande wa Sheli. Wakiwa wamefika pale Sheli, defender za askari zikawa nyingi zimewazunguka na kuwakamata. Walipowakamata pamoja na dereva wa chama wakaenda naye. Kwa maelezo yao ya watu ambao walikuwa kwenye gari, walipofikishwa Tegeta walitenganishwa magari. Wakapelekwa mpaka, kwa maelezo yao ni kwamba walipelekwa mpaka maeneo ya Ununio ambako walipigwa sana, kama ambavyo mmeona. Mheshimiwa Katibu Naibu Zanzibar mmemwona pale, hawezi kunyanyua mguu wala mkono, ni anatoka tu damu. Kaimu mwenyekiti Zanzibar amepigwa kwenye mkono ambao kwa hatua za awali tunaweza tukasema kama umevunjika kwa sababu hawezi kufanya chochote. Kimsingi kilichotokea leo kwa watu wote ambao mmewaona wafanyakazi wa chama ambao ni viongozi wakuu wa chama chetu, hapo katika hali ya kawaida kabisa wasingeacha kufika mahakamani. Ukiacha mambo yote kama ambavyo wanasema wananchi, raia wa Tanzania wana haki ya kwenda mahakamani, lakini hawa ni viongozi wakuu, sio wezi. Wana address, wanajulikana. Lakini kama viongozi wetu wakuu wameweza kutritiwa hivi, watu wetu wale wanachama kawaida, wananchi wa kawaida ambao wamefika mahakamani wamefanywa nini? Kwa hiyo kilichotokea leo pale Kisutu ni zaidi ya mauaji. Okay, nini wito wako sasa kwa jeshi la polisi na kwa wanachama Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutokana na tukio hili? Wito wangu kwa jeshi la polisi, hichi wanachokifanya, wanapanda mbegu moja mbaya sana. Wanapenda mbegu moja mbaya ya chuki. Tuna kaka zetu ni maskari, kuna baba zetu ni maskari. Wanatupandikizia chuki ambayo itaanza kwenye familia, itakuwa kwenye taifa. Ili taifa baadaye halitotawalika kirahisi. Taifa lenye chuki, taifa ambalo halina haki, ni taifa ambalo haliwezi kutawalika. Hichi wanachokipanda tunawasi na kuwaomba kama Watanzania wenzao wakisitishi. Kulikuwa hakuna haja ya kupiga watu. Mwandishi wa habari, wanawake ambao wameenda pale wakiwa na maziwa tu wamepigwa, wameenda kutupwa Coco Beach. Mwenyekiti wetu wa kanda ya Pwani Mheshimiwa Rose Mushi ameenda kupigwa, ameenda kutupwa Coco Beach kule. Mbaya zaidi wanakuwa kama wameteka, kwa sababu polisi tunajua ni mkono salama. Unakamataje mtu unaenda kumtupa? Kwa nini wasiwakamata wapeleke vituoni? Vituo vimekaa kwa sababu ya nini? Wakiwakamata wapeleke vituoni, tunajua watu wetu wako vituoni. Tunapita kwenye vituo, watu hawapo. Matokeo kwenda kuwatupa maporini. Tukisema jeshi la polisi limehusika na mauaji yote ya Watanzania yalotokea, wanakataa vipi? Kwa sababu wamewakamata wakiwa na sare. Unaenda kumtupa mtu mabwe pande. Huu ni utekaji. Kilichofanyika leo ni utekaji. Okay, nashukuru, asante sana. Bana.